lugha ambayo naitumia kuwafundisha nyie na lugha ambayo naitumia kuwafundisha watoto wadogo ni vitu viwili tofauti. Biblia ni ile ile, lakini kuna namna kuwafundisha watoto na kuna namna kuwafundisha watu wazima, right? Hivi ninavyoongea, kiwepo mtoto mdogo wa miaka 2-3 atahisi kama hata daka chochote in short. Kwa nini? Kwa sababu ana namna yake ya kutafsiriwa neno la Mungu. Kwa maana yake kinachofanya neno la Mungu kuwa chakula kigumu au kuwa maziwa si neno la Mungu kama neno la Mungu, tafsiri ambayo tunaisema kuhusu neno la Mungu, na mambo ambayo tunakuwa very selective kuyazungumza, ya kwamba kuna jambo fulani ambalo kulingana na ngazi ya ufahamu wako ulionao kuhusu Mungu nikilisema halikusaidii, baada yake inakuwa ni offensive to you. Haina maana kuwa offensive to you sio neno la Mungu, bali uelewa wako hujabe mature enough kuweza kuelewa that concept ambayo naifundisha. Kwako nitasema nimekupa maziwa. Halo, Bwana asifiwe sana. Kwa maana yake kama kanisa la Mungu daima tunatakiwa kutenda neno la Mungu, kulifundisha neno la Mungu katika usahihi wote. Inapofika namna kwamba inapofika namna kwamba unafungua Biblia yako kwanza kuisoma au unafungua Biblia yako kwanza kutafsiri, moja ya swali ambalo unatakiwa kujiuliza ni kwamba namna yako kutafsiri Mungu ni namna yako kumpresent Mungu kwa watu. Yes, kinachokisema tafsiri yako ya maandiko inatengeneza picha fulani ya Mungu kwa watu wanaokusikiliza. Bado lugha hiyo ijaeleweka. Naongea tena. Namna yangu ya kutafsiri maandiko ni kama vile nachora picha ya Mungu kwa wale ambao wananisikiliza. Kwa namna hiyo, ufasiri mbaya wa maandiko unamchora Mungu mwingine kwenye mioyo ya watu ambaye si Mungu wa Biblia. Ama natumia lugha nyingine, nikitafsiri maandiko vibaya, ninaiandaa ibada ya sanamu kwenye mioyo ya watu. Kwa sababu daima Mungu analiangalia neno lake apate kulitimiza. Kisicho neno lake hawezi kufanya. He can't do. Hajalishi namna ambavyo tume exalt our emotions, hisia zetu, tunavyotamka na kuzungumza, lakini kama ambacho tunakisema sio maana neno la Mungu, usitegemee matokeo yoyote yale. Never expect it. Kwa manake kabla ya kufungua kinywa chako kusema Bwana asifiwe, leo tunaanza kujifunza kitu fulani, jiulize ya kwamba ni sura gani ya Mungu ambayo utaiacha katika mioyo ya watu wanaokusikiliza. Haina maana kwamba uyavunje maandiko kuiprotect sura ya Mungu. Mungu habi protected na mtu, amejitosheleza. Wakati tunaanza kutafsiri maandiko, tulikuwa kama vile tumeijua sifa ya Mungu au tabia ya Mungu ambayo hivi ndiye mwenyewe hajaijua. Kwa maana yake tunayasaisha maandiko ili angalau kwa mawazo yetu kwamba itaendana na sifa na tabia ya Mungu. Kumbe tuko OP. Daima Mungu hasaidiwi. Wala haimaanishi nikiwa nina tafsiri kila ambacho nakisoma ninachotafuta tu kwamba ni Mungu wa upendo, Mungu wa upendo. It is true, Mungu ni Mungu wa upendo, hajabadilika. Hiyo ndo asili yake. Lakini hivi ni katika maeneo ambayo Mungu amefanya hukumu, tunaanza kujiuliza swali, hivi ni hukumu ya Mungu? Hapana, hapa sio Mungu hapa. Na huyu malaika atakuwa alifanya yeye mwenyewe tu, alijiongeza. Yote ni namna ya kutaka kumwondolea Mungu mashtaka ya kwamba hajahusika. Ni malaika alijiongeza kufanya alichokifanya. Kwa hatia ya hii tunafikiri hatia, actually si hatia. Ila mioyo yetu tunafikiri kwamba ni hatia. Hii hatia inabidi ikae juu ya malaika ambao ni wajori, ila juu ya Mungu ana tabia namna hii. Yes, why?
hii ni shetani, lakini huyu ambaye amesema, huyu mwandishi hakumwona shetani, akawa anamuona Mungu. Lakini anayefanya hii kazi ni shetani kabisa. Kwa hiyo Ayubu ni muongo. Umeona mtego ambao unavyokuwa? Alafu sasa unavyosoma kati ya maneno ya Ayubu na maneno ya marafiki wa Ayubu, maneno ya Ayubu yalikuwa ni maneno ambayo ni kama vile amemweka Mungu katika ngazi ya chini zaidi. Maneno wale ambao walikuwa na rafiki wa Ayubu yalikuwa ni maneno ambayo yanamtukuza Mungu na kurusha lawama zote kwa watu. Ila mwishoni mwa kitabu Mungu anasema Ayubu aliongea sawa, wale ambao walikuwa wanataka kuprotect utakatifu wa Mungu, haki ya Mungu, wameongea kinyume na yeye. Hao hiyo tu inatupa elimu kubwa ya kwamba Mungu hatetewi na mtu, hakamilishwi na mtu. Ubiri neno la Mungu kama lilivyo, usiongeze usipunguze. Elewa neno la Mungu kama lilivyo, usiongeze maana usipunguze maana, baki hapo hapo tu kama linavyosema, alafu ona kama litakuwa na matokeo. Together. Ndio maana ameitwa Mungu. Ukisema kwamba tunaogopa kufundisha neema, ukifundisha sana neema ya Mungu watu wanatenda dhambi. So tuna balance, yani kuna balance. Ni kama vile unafikiri kumsaidia Roho Mtakatifu kazi, ambaye ndo amepewa assignment ya kumake sure kwamba unakuwa na tabia kama Kristo. Kwa tumsaidie kazi kwamba tukifundisha sana neema watu wataanza kutenda dhambi. Kwa tuna balance. Na wakati maandiko anasema ni vyema moyo wa mtu ufanywe imara kwa mafundisho ya neema. Au hujaelewa vizuri kuhusu sheria ya Musa, unachokibili ni kwamba sheria ya Musa hii, yani hauna the perfect understanding ya kwamba tukisema kwamba sheria ya Musa nini ambacho kimetimizwa, hata ufahamu. So manake katika neema inakuwa ni kivuli cha maovu na kila kitu ambacho unakiona kama ni ruksa ukifanya. Lakini sisi ni kanisa la maandiko matakatifu. Let us embrace moja unabii ambao kwetu ni very fundamental to us. Wakati Mungu anatupa neema ya kuanza makusanyiko kwenye ile eneo, moja jambo ambalo Mungu alitusisitiza ni kuwa na nidhamu ya hali ya juu ikifika katika Bible studies. Ni moja ratiba pendwa miongoni mwetu kuhakikisha kwamba kila mtu anakuwa na uwezo wa kujua nini ambacho kimeandikwa kwenye Biblia. Si ajabu tukaacha masaa 4 5 kwa siku kwenye camps zetu kuhakikisha kwamba watu kwa pamoja wanafanya uchambuzi wa maandiko. Kwa nini? Kwa sababu kwa kipindi kirefu imeonekana mwenye sifa kutafsiri maandiko ni mchungaji, na ni mchungaji tu. Watu wengine ninyi ni wapokeaji. Na kanisa liko limeenda mbali ya kwamba anayetakiwa kuwa na Biblia ni padri. Nini nyote mtakiwa kuwa na Biblia? Ilikuwa ni kitu kibaya. Na si kwamba walifanya hivyo walikuwa na lengo baya. No. Walikuwa na nia nzuri ya kwamba watu wakiwa na Biblia wataanza kutafsiri sivyo. Lakini katika hilo lengo zuri likapitisha lengo baya ya kwamba badala ya kutafsiri maandiko ninakuja hapa na karikacho zangu. Nasema vitu ambavyo viko nje ya maandiko, hauna mahali pa kulifaa pa kuangalia kwamba je, kilivyosemwa ndivyo kilivyo? Huna mahali. So manake unatoka na uongo wangu unaenda nao wapi? Nyumbani. Tukutane Jumapili hadi Jumapili. Ndio wana matengenezo kama kina Martin Luther, kina John Wycliffe, ndio akawa na kauli mbiu ya kuhakikisha ya kutaka kila Mkristo awe na nakala, awe na kopi ya Biblia. Yes, walifanikiwa katika hilo eneo, lakini pia ikawa ni namna ambavyo ikaja kupelekea mafundisho mengi ya uongo kwanza kuingia kanisani. Lakini ikawa ni heri zaidi pamoja kwa mafundisho ya uongo yanaingia kwa sababu ya watu kutafsiri vibaya Biblia, lakini bado tunaweza kucheka kwamba hiki sio hakijaandikwa hapa. Kwa maana yake katika historia ya kanisa imekaa muda mrefu bila Biblia. Wakristo walinyimwa haki ya kuelewa maana ya kile kilichoandikwa. Lakini nashukuru Mungu kwa wana matengenezo ambao wakaipigania hiyo haki ikaanza kuwarejea tena kwa Wakristo.
Are we together? Hautarudi tena katika utumwa wa kukaa tu chini kusomewa Biblia. Wanakuambia ukiweka akili kwenye neno la Mungu utaelewa. No. Mungu ametupa akili tuzitumie, si ndivyo? Haleluya. So manake ikiwa tu unasoma maandiko unaona aki make sense, haina maana ubadili vitu kilichoandikwa, badala yake tumia akili yako kugundua nini maana yake kamili. Kwa maana yake confusion katika maandiko inakualika to the deeper study ya neno la Mungu. Confusion haikupi conclusion ya bad interpretation, au confusion haikupi kwa ya kwamba niache. Badala yake confusion ndio inakuongezea, kama ulikuwa unafanya Bible study hapa dakika 10 inakuongezea dakika 15, dakika 30. Kwa nini? Kwa sababu ni kitabu cha maisha, ni book of life. Haijalishi na miaka mingapi ambayo umekanao katika wokovu, bado utaendelea kusoma kitabu hiki. Nenda rudi ni hiki. Out together. Okay. Let us tuendelee katika our subject ya Kristolojia. Kristolojia. Sema mimi ni mwanafunzi wa maandiko matakatifu. Mimi ni mwanafunzi wa manabii. Mimi ni mwanafunzi wa mitume. Mimi ni mwanafunzi wa mitume. Maandiko matakatifu ni neno la Mungu kwangu. Ninalipokea na kulitenda kama neno la Mungu. Haleluya. Unaweza kusahau mengi ambayo nimeyasema, I can never forget. Bwana Yesu alisema neno la Mungu haliwezi kutanguka. Si ndio? Sema neno la Mungu haliwezi kutanguka. Yes, kumbuka hilo. Okay. Then let us tumeshazungumza kwamba agano la vitabu vya nabii na vitabu vya agano viko sawa. Vinaeleza nyakati mbili tofauti ambazo zimekamilishana. Kwa hiyo let us tuangalie the person of Christ, ambao wakati huu also nimefocus kuangalia uungu wake. Wale ambao walikuwepo jana tulikuwa tumeshaanza kuchambua uungu wa Kristo kama ambavyo maandiko yanafundisha. Okay? Kwa ambao walikuwepo jana labda watupe summary. Point ya kwanza tulisemaje kwa habari ya uungu wa Kristo? He possesses attributes of deity kama omnipresent, omnipotent, self-existent. Sifa ipi ya kiungu ambayo unaifahamu? Ashei utukufu na mtu, kwa kusema ana utukufu, si ndio? Very good. Sifa nyingine? Unchangeable, immutable, asiyebadilika. Sifa nyingine? Eternity, Mungu ni wa milele. Haleluya. Okay, very good. Point ya pili tulisemaje? Point ya pili, he holds offices, prerogatives of deity. Ambapo hapo tukaongea offices zipi, nafasi au title gani ambayo Kristo ameitwa, ambao also Mungu ameitwa katika maandiko matakatifu. Judge, Kristo anaitwa hakimu. Creator, maana yake Kristo ameitwa muumbaji. Anasamehe dhambi, hiyo ni haki ya Mungu kusamehe dhambi. Sustainer, muhifadhi, mdumishaji wa vitu vyote. Life giver, mtoa maisha, mtoa uhai. And restorer, mrejeshaji. Point nyingine, identification of deity. The Bible identifies Jesus as deity. Tukatumia kielezo kipi? Kwa nini kumbuka? Na Mark chapter 1 ambako tuliona Yesu ameitwa Bwana, si ndivyo? Itengenezeni njia ya Bwana. Alafu tukirudi kwenye unabii wa Isaya alikuwa anamzungumzia Yehova ambaye ameenda utumwani Babeli kuwakomboa watu wake.
Kwa maanake katika uandishi wa Mark, maanake Yesu huyu ndo the same Yehova, ni Yehova yule yule ambaye alikuwepo katika Agano la Kale. Nukuu nyingine ambayo tuliona kabla hiyo, kuna pointi nyingine nilisema vipi kwa habari ya Isaya? Anasema katika mwaka aliokufa Uzia na alimuona Bwana. Alafu mtume Yohana ana tafsiri ya kwamba Yesu Kristo, Isaya aliona utukufu wa Yesu, si ndivyo? Kwa maana yake Bwana ambaye Isaya alimuona ni nani? Yesu ambaye ndiye Yehova. Are together? Okay. Point nyingine, he is given divine names, amepewa majina ya kiungu kama ni Bwana. Kristo kwenye New Testament anaitwa Bwana. Ukimkiri kwa kinywa chako kwamba Yesu Kristo ni Bwana, Bwana hapo nikamwambia tafsiri yake ni Yehova, Yahweh. Okay, kwa ukimkiri Kristo kuwa ni Yahweh, kwa Yesu ameitwa Yahweh. Yesu mwana wa Mungu amekuja naye ametupa akili ili tuweze kumjua yeye aliye wa kweli. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Mahali pengine Warumi 9, si ndivyo? Ambaye katika hao amekuja kwa jinsi ya mwili, ambaye ni Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Okay? Sasa leo nataka also tustiki kwenye hiyo pointi pia. Ndio tuangalie in Old Testament namna ambavyo walikuwa wanaongea kuhusu Mesaya. So tumesema maandiko matakatifu yalikuwa yanaeleza kwa habari ya ujio wa Mesaya, right? Tumekubana katika hiyo point na Bwana Yesu alifundisha kutokea katika hayo maandiko matakatifu kuonyesha namna ambavyo manabii waliongea kuhusu maisha yake, si ndivyo? Okay, tuende kitabu, labda tuanze kitabu cha okay. Tuanze kitabu cha Samuel wa pili sura ya 7 mstari wa 12. Samuel sura ya 7 mstari, Samuel wa pili sura ya 7 mstari wa 12. Some. Tusome Samuel wa pili sura ya 7 kuanzia mstari wa 12. 1, 2, 3, tusome. Mimi nitakuwa baba yake naye atakuwa mwanangu. Kwa kutajwa hilo ni neno la kwanza ambalo Bwana Yesu anaitwa mwana wa Mungu. Kristo anaitwa mwana wa Mungu, neno la kwanza kwa kutajwa, ambalo ukisema neno mwana wa Mungu ni msamiati ambao unathibitisha uungu wa Kristo. Mwana wa Mungu, naelewa tu, nisikize vizuri sasa, sikize vizuri. Tukisoma katika maandiko Yesu si wa kwanza kuitwa mwana wa Mungu, right? Ila ni wa kwanza kuitwa mwana pekee wa Mungu, si ndivyo? Msikilize. Okay, katika maandiko watu gani ambao also wameitwa wana wa Mungu? Israeli kama taifa ameitwa mwana wa Mungu, si ndivyo? Bado mjenielewa. Israeli kama taifa ameitwa mwana wa Mungu. Okay? Kwa Israeli kama taifa kuitwa mwana wa Mungu kwenye muktadha nini ambacho kwa kinamaanishwa? Naam? Okay, wapi ambako Israeli ameitwa mwana wa Mungu? Okay, sawa. Labda nifanye hivi.
Tuwe kitabu cha Kutoka sura ya 4. Kumbuka tunaangalia interpretation ambayo namna ambavyo Kristo alitambulishwa kuwa Mungu even from the Old Testament, ambako tumeanza na mahali ambapo Yesu Kristo aliitwa mwana wa Mungu. Okay? Tumeanza na mahali ambapo Kristo ambaye ni mzao wa Daudi aliitwa mwana wa Mungu, nitakuwa baba yake naye atakuwa mwanangu. Mungu anamwambia hivyo Daudi. Okay? So maana yake kabla ya kuipata maana nzuri ya vile ambavyo mwana wa Mungu inamaanisha kwa Kristo, si vibaya kama mimi na wewe tukawa na safari ya kuangalia hilo jina limetumikaje katika maandiko apart from Christ, ambapo nimechagua kuanza na huo msamiati kutoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 4, ambako hapo tunaona oso taifa la Israeli linaitwa mwana wa Mungu. Anasioni Rasocro master fepe to the baradido sita si Rasocro osa fepe eta kamant eterdida so Rasocro osa fepe to the baradi na okay, mstari wa 22 tusome. Mhm. 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 Aha, kwa manake Israeli anaitwa mwana wa Mungu, mzaliwa wa kwanza ambaye anatakiwa kutolewa Misri, si ndivyo? By virtue ya kwamba ana special mission anaotakiwa kuifanya baada ya kutoka Misri. Ana utume maalum wa Mungu anataka kulitumia taifa la Israeli kufanya baada ya kutoka Misri. So kwa sababu ya utume ambao Mungu amelipa taifa la Israeli, wakawa wamebeba jina mwana wa Mungu. Kwa nyepesi ya kwamba Mungu anataka kulitumia taifa la Israeli kuweza kujulikana kati ya mataifa yote, yani because of that assignment ambayo taifa Israeli wamelibeba la kumtambulisha Mungu duniani, huo utume ukawa ni sababu ya Mungu kuwaita mwanangu. Na anavyosema ni mzaliwa wa kwanza, kwa sababu ndiyo taifa la kwanza kwa kutajwa, ambalo Mungu amejiidentify kama ni Mungu wa Israeli as a nation. No in scripture ambako Mungu anitambulisha kwa hiyo namna. Kwa manake ile kwa mzaliwa wa kwanza, manake wana nafasi maalum kati ya mataifa, kwa sababu wakati huo ndio taifa pekee ambalo Mungu analo. Sijasema ni watu pekee, nimesema taifa pekee ambalo Mungu amejitambulisha kuwa Mungu wao. So manake Israeli anaitwa mwana wa Mungu kwa sababu ya utumishi na utumi ambao Mungu amewapa kati ya watu wa mataifa au kati ya mataifa. Iko very clear? Mmenielewa nichokisema? Okay. Yako maeneo mengine ukiendelea kusoma by reference, ukisoma kutoka Kumbukumbu la Torati sura ya 10, pia bado utaona Israeli inaitwa mwana wa Mungu. Kumbukumbu la Torati sura ya 10, twende hapo. Usome mstari wa kwanza. Kumbukumbu la Torati sura ya 10. Naangalia mwenyewe. Sawa, endelea kusoma. Actually ni sura 14 mstari wa kwanza.
ninyi mmekuwa wana wa Bwana wenu. Ukisoma hivi ni kitabu cha Hosea sura 11 mstari wa 2, unagundua bado Israeli anaitwa mwana, na mwanangu kutoka Misri. Na tumesema waliita hivyo kwa sababu ya utumishi na utume ambao walikuwa wanatakiwa kwenda kuufanya kati ya mataifa. Lakini pia tunaona kundi la watu wengine ambao waliitwa wana wa Mungu ni malaika, alright? Malaika, ambapo ukienda kusoma kitabu cha Ayubu sura ya 1 tunaona kundi fulani la malaika au kundi fulani ya viumbe wa rohoni wanaitwa wana wa Mungu. Ayubu sura ya 1, Ayubu sura ya 1 ule mstari wa 6 anasema, ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za Bwana, shetani naye akaenda katikati yao. Wana wa Mungu, okay. Kwa maana also kundi la malaika limeitwa wana wa Mungu, ambao also ukiangalia wameitwa wana wa Mungu kwa sababu ya utume na utumishi ambao Mungu amewaagiza kufanya katikati ya mataifa au miongoni mwa mataifa. So manake uhusiano alionao wa kiutumishi kati yao wao na Mungu, Mungu anawacall my son, manake ni representative, wawakilishi wa Mungu au watendaji wa majukumu ambao Mungu mwenyewe angeyafanya duniani. Halo? Mwingine ambaye tunaona anaitwa also mwana wa Mungu, tunamwona Adam, anaitwa, tuone kitabu cha Luka. Kitabu cha Luka sura ya 3. Kitabu cha Luka sura ya 3, ambapo ukisoma ile mstari wa 23 anasema hivi, na Yesu mwenyewe alipoanza kufundisha alikuwa amepata umri wake kama miaka 30, akizaniwa kuwa ni mwana wa Yusufu. Muona hapo mwana wa Yusufu wa Eli. Nikisema wa Eli wa Matia, maana yake hapo ni nini? Inabidi isomekaje? Akizaniwa kuwa ni mwana wa Yusufu, ni mwana wa Eli, ni mwana wa Matia, si ndivyo? Ni mwana wa Lawi, si ndivyo? Halo, ndio natakiwa kusomeke hivyo. Kwa maana yake ni namna waandisha kwamba ameacha neno mwana wa Yusufu mwanzoni ili kupunguza msamiati, lakini kawaida ibidi yaandikwe hivi, ni mwana wa Yusufu, akizaniwa kwamba ni mwana wa Yusufu, ni mwana wa Eli, ni mwana wa Matia, ni mwana wa Lawi, ni mwana wa Mek. Na Luka nenda mstari wa 37, ni mwana wa Metusela, wa Enoko, wa Yaledi, wa Maheli, wa Kenani, wa Enoshi, wa Seti, wa Adamu, wa Mungu. Ambayo tafsiri nyingine hapo ambayo unaiona kwa uwazi kabisa ni kwamba ni kama kusema hivi, kwa mfano ukisema wa Seti, manake Seti ametokana na Enoshi, Enoshi ametokana na Adam, Adam ametokana na Mungu. Kweli Adam also kuitwa mwana wa Mungu ni kwa sababu ametokana na Mungu. By virtue ya kwamba ametokana na Mungu, ni wa kwanza kuumbwa na Mungu. Na vitu tofauti, hiyo tuache kwanza, tutajibia hapo mwishoni. Kwenye hii paragraph ambayo tumeisoma nafsema wa Adam wa Mungu, ni simple ya kwamba Adam ametokana na Mungu. Okay? Then wengine ambao wanaitwa wana wa Mungu kwenye maandiko, right? Wale wote ambao wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu.
Lakini hilo neno mwana wa Mungu linapotumika kwa Yesu linabeba maana tofauti kidogo. Ndio maana tusome kitabu ambacho ni pendwa to us. Tusome kitabu cha Yohana. Tusome kitabu cha Yohana. Tusome Yohana sura ya kwanza mstari wa 18. Yohana sura ya kwanza mstari wa 18. Umeona? Mungu mwana. Nimesema Injili ya Yohana 1:18. Umeenda Yohana wa kwanza. Aha, okay. So maana yake anasema kwamba hakuna mtu ambaye alimwona Mungu wakati wowote isipokuwa Mungu mwana. Umeona neno hapo? Hapo neno mwana maana yake mwana wa Mungu. Kwa hiyo kama ningesoma nikosema Mungu ambaye ni mwana wa Mungu. Mungu mwana wa Mungu. Unafahamu tu? So maana yake neno mwana linavyokuwa linatumika kwa Kristo, linatumika likiwa lina identify uungu wake. Ndio maana hapa ameunganisha, ametumia neno, ni kama vile ningetaka nisome kikawaida, ningeweka misamiati yote miwili kwa wakati mmoja. Mungu mwana wa Mungu. All together. Kwa maana yake kwa Kristo neno mwana wa Mungu linapotumika, linatumika ku speak about his deity. Wakati likitumika kwa wengine ambao tumewataja, maana yake natumika kuzungumza jukumu la kiutume na utumishi ambao Mungu amewapa. Lakini kwa Kristo ni more than that. Ni true Kristo alikuja kufanya utume maalum. Ni true Bwana Yesu alikuja kufanya utumishi maalum kwa niaba ya Mungu. Lakini hiyo sababu ambayo anaitwa mwana wa Mungu. Ni kweli amefanya utume maalum, ni kweli amefanya utumishi maalum, lakini yeye kuitwa mwana wa Mungu mara nyingi inakaza kwa habari ya uungu wake. Bwana asifiwe sana. Mnacho kusema? Ndio maana unagundua ili kumtofautisha na wengine wengi ambao wanaitwa wana wa Mungu. Soma kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Mstari pendwa sana. Yohana 3:16. Soma. Ili kila mtu amwaminie asipotee awe na uzima milele. Lakini panasema kwamba alimtoa mwanae pekee, monogenes. Unaposema neno mwana pekee, pale neno pekee, neno monogenes, ambayo inaeleza kwamba ni wa aina hii. Okay, neno mono kwa Kiingereza tunasema ni unique. Monogenes, unique one, one kind, wa namna hii pekee. Kwa maana yake ni kweli kabisa kwamba Kristo ni mwana wa Mungu kama ambavyo sisi sote tunaitwa wana wa Mungu, lakini ikitumika kwa Kristo inatumika kwa neno monogenes. Maana yake katika wote ambao wameitwa wana wa Mungu, huyu ni wa pekee kwa kuwa amebeba asili kamili ya uungu. Kwa maana yake Adamu ameitwa mwana wa Mungu lakini sio Mungu. Israeli ameitwa mwana wa Mungu, sio Mungu. Malaika wameitwa wana wa Mungu lakini sio Mungu. Lakini huu ni monogenes, ni wa aina yake tofauti na ya makundi yote matatu ambayo nimeyataja hapa nyuma. Kwa nini? Kwa sababu yeye ana asili ile ile ya uungu. Hello? Right, unaelewa? Unaelewa? Ndio gani nachanganya? Yes.
Yesu ni ya kwake. Sisi asili ya kiungu ambayo tumeshirikishwa ni kwa sababu ya kazi ya ukombozi ambayo Kristo ameifanya tu washirika, lakini kwa asili tulikuwa nayo imepandikizwa, lakini kwa Kristo haijapandikizwa. Na asili ya ungu ambao Kristo anayo na asili ya kiungu ambao unayo ni vitu viwili tofauti. Mungu alikupa asili yake ili akulete kwake, lakini Kristo hajapewa asili ya Mungu. Together, amekuwa hivyo tangu milele. Kitabu cha Filipi nasema kwamba yeye ambaye tangu mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu. Soma ile lugha, ukisoma tafsiri nyingine nasema alikuwa na asili moja, asili ile ile ambayo Mungu alikuwa nayo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. No? Gandisha. Yes, alikuwepo. Alikuwepo. Shetani ameumbwa.